Naam, jioni njema popote ulipo msikilizaji na hata mtazamaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye taarifa za saa 12 jioni. Jina langu ni Emmanuel Kiwi. Naam, nami jina langu ni Maureen Simiyu. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba Rais Ruto akashifu mashambulizi ya makombora dhidi ya vituo vya Marekani katika ukanda wa Ghuba. Na maelfu waomboleza kifo cha mbunge Johana Ng'eno Emuru wa Dikir. Watu wawili wafariki, mmoja alazwa hospitalini baada ya ajali ya malori mawili kwenye barabara ya Mombasa Nairobi. Taarifa kamili. BetCity FM, the voice of the jungle. Naam, Rais William Ruto amekashifu mashambulizi ya makombora yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika ukanda wa Ghuba, huku vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kushika kasi. Hatua hiyo inajiri baada ya Iran ikijibu mashambulizi yaliyoanzishwa na Marekani na Israel siku ya Jumamosi kulenga maeneo katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain. Katika taarifa yake leo hii, Rais William Ruto amesema kuenea kwa mzozo huo katika mataifa mengi kunahatarisha kwa kiwango kikubwa amani na usalama wa kimataifa. Amehimiza pande husika kuanzisha mazungumzo yatakayowezesha kupunguzwa kwa mvutano na kurejesha utulivu. Na wakazi wa Emuru wa Dikir wamegubikwa na majonzi kufuatia kifo cha mbunge wao Johana Ng'eno, huku maelfu wakimiminika nyumbani kwake katika wadi ya Mogondo kutoka pole kwa familia na kukabiliana na pigo hilo kubwa. Hisia zilikuwa juu wakati waombolezaji wakimtaja marehemu kama kiongozi mnyenyekevu na mtumishi aliyejitolea kwa wananchi wake. Viongozi mbalimbali kutoka sehemu tofauti za nchi wamekuwa wakitembelea nyumbani kwake Emuru wa Dikir na pia makazi yake ya Karen jijini Nairobi kutoa heshima zao za mwisho na kufariji familia. Wameeleza kuwa mchango wake katika maendeleo, elimu na utetezi wa haki za wananchi utaendelea kukumbukwa kwa vizazi vijavyo. Naam, kwingineko watu wawili wamefariki dunia huku mtu mmoja akilazwa hospitalini kufuatia ajali mbaya ya moto iliyohusisha malori mawili mapema Jumatatu asubuhi katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Ajali hiyo ilitokea saa 10 alfajiri katika eneo la Mto Mawe. Ilisababisha msongamano mkubwa wa magari uliodumu kwa zaidi ya saa 5 huku wazima moto kutoka kaunti za Machakos na Nairobi wakijitahidi kuzima moto huo. Mashuhuda walisema kwamba lori moja liligongwa kwa nyuma na jingine lilokuwa likielekea upande huo wa Nairobi, hali iliyosababisha mlipuko mikubwa. Naam, shukrani msikilizaji wa BetCity FM kwa kutenga muda wako kusikiza habari zinazoaminika za BetCity. Jina langu ni Maureen Simiyu. Nami jina langu ni Emmanuel Kirui. Na kabla hujaondoka studioni nikuulize tu ya kwamba nikueleze tu ya kwamba vile nilivyokuwa nikipitia mtandaoni nikapatana na video moja ya Rais William Ruto akiuliza waziri wa uchukuzi Davis Chirchir, anamuuliza kwamba ni lini utaweka zile kamera kwenye barabara za miji mkubwa huku Kenya, these 5 major cities. So alikuwa anauliza, na hiyo inaweza kabili nini ile speed ya wala ambao wana break rules. Unaona jambo hilo iko sawa. Itasaidia wale ambao hawazingatii barabarani wanaendesha kwa mwendo wa kasi. Ni wazo nzuri kabisa. Itazuia na itapunguza ajali barabarani kabisa. Kwa hivyo wale watu ambao wamekuwa wakiendesha gari kwa kasi, sasa sheria itafika kwenu. Siku zao sijui kama wewe unaendesha gari kwa kasi sana ikiwa hai miji. Hapana, sina haraka.
hauna haraka. Wa kasi, wa pole pole. Naam. Ama gari lako bado lina miguu miwili? Gari langu ni la miguu miwili jamani. Haya, asante sana msikilizaji, hatuna la ziada ila kutakia kila la heri. Shukrani.